Haya, basi leo nataka niwaelekeze tena kwa beginners ambao mmesubscribe kwenye channel yangu. Nadhani kuna kitu mnaendelea kujifunza. Siku za hivi karibuni, miezi kadhaa mingi kidogo imepita, nyimbo za kompa zimekuwa zikihiti sana, na kwa beginners wengi wamekuwa wakitamani kujua ni namna gani huo mziki unapigwa, na ni mziki ambao kidogo unahitaji watu ambao ni mafundi wa kupiga mziki. Lakini kwa sisi beginners sasa tunaweza tukafanya kitu ambacho kitatusaidia sisi kuweza kutengeneza biti aina ya kompa au staili ya kompa kwa vile vile tulivyonavyo, ujuzi ule mdogo tulionao. Hii video inaenda kukuonyesha jinsi ambavyo mimi niliweza kupiga biti ambayo ukisikiliza ina mahadhi ya kompa, na nilikuwa sijamalizia. Nikimalizia pia nitaileta kwenu na mtaisikiliza. Na watu wengi wamekuwa sana wakiniuliza, wale ambao nipo nao karibu, achana na wale wanao comment, kwamba ni vinanda gani ambavyo vinatumika kupiga zile strings zinazotumika kupiga biti ya kompa. Lakini kwa hapa, kama hauna contact, haina shida, nitakuelekeza jinsi ya kupiga hizo string kwa kutumia plugin za ndani kwenye FL Studio ambazo kila mtu atakuwa nazo. Lakini pia kwenye video inayofuata nitawaonyesha jinsi ambavyo unaweza ukadownload plugins plugins za aina zote ambazo unazitaka kwa bure kabisa, kwa kutumia bando lako tu, na usihangaike tena kwamba naomba si plugin fulani, mimi sina hiyo plugin. Kwa nitakuelekeza jinsi ya kuweza kuzipata hizo plugin. Na kuna rafiki yangu mmoja alisema yuko Ramadi, nadhani hii itakuwa ni msaada sana kwake. Tuliwasiliana na alikuwa anahitaji plugins ambazo zitamsaidia yeye kupata saundi nzuri kwenye biti zake anazozipiga. Kwa hiyo video itaonyesha. Kwa kuanzia hapa nilipiga kitu kinaitwa GRV cowbell. Kwanza, biti nyingi za kompa speed yake ni sana watu wanapiga 80 mpaka 85, hapo 87 ndo biti nyingi za kompa zimekaa hapo, japokuwa wengine wanasemaga ni 75 mpaka 87 mpaka 90 hapo. Lakini kwa sasa hivi biti za kompa zimeenda mbali zaidi, nyingine zina speed zaidi kulingana na mahitaji ya nini, ya producer mwenyewe na vibe anayoitaka. Lakini mimi biti yangu nilichagua tempo ya 82, na kitu cha kwanza kukipiga kwenye hizi percussion ilikuwa ni GRV cowbell, ambapo ilikuwa ina sound hivi. Haya, hiyo ni GRV cowbell. Unaweza ukajiuliza inapiga kama inaachana hivi, na nyingine inapiga iko juu, nyingine chini. Nilichokifanya baada ya kuipiga hiyo, nilikuja hapa kwenye graph edit hapa, nikaja nikashusha hizi nyingine zikabaki ziko juu. Kwa hizo unazoziona zenye hii rangi hapa zimeshuka chini, alafu hizi nyingine zimebaki pale zilipokuwa, ndo sound hiyo. Lakini pia unaweza ukajiuliza, huu muonekano wa FL Studio, hii ni FL 25 ambao ni recently yenyewe. Ukitaka kubadilisha kuweka muonekano unaotaka huo, unaenda kwenye option hapo, unaenda kwenye theme settings, afu unachagua muonekano unaotaka. Mfano mimi nimechagua hii Neptunian ambao nimeichagua. Kwa hiyo unaweza ukachagua hii Solar, Saturnian, ukachagua Plutonian. Kwa ni vile wewe utaona muonekano upi unakufaa. Lakini kuna hii Uranium, Venus, lakini pia na mionekano mingine ambayo imewekwa huku. Ni vile wewe utataka FL Studio yako ionekane vipi. Kwa mimi nimechagua hii, na ndio maana muonekano unaonekana hivyo. Kwa utaenda kwenye option, kwenye theme settings, ndio utachagua huo muonekano. Kwa hiyo kitu changu cha kwanza ndio kikawa kimesound hivyo. Lakini pia nikaja nikapiga kitu kingine hapa. Hii ni tom, ambao tom ilikuwa ina sound hivi.
yangu haisaundi vizuri sana vile ambavyo nilikuwa nataka, lakini nilipoteza external yangu ambayo ilikuwa ina vitu vingi vya Compa. Kwa hiyo nilichokifanya hapa nikachukua tom ambayo italeta tu ile kwamba nimeleta ladha ya ukompa. Kwa wewe kama una sample packs ambazo ni za Compa, kwa tom ambayo ni nzuri kabisa, ina sound vizuri, unaweza ukaiweka hapo na sound ikawa poa zaidi. Lakini baada ya hapo nikapiga kitu kingine hapa. Hii 707 OH ni ya ndani, ni stock plugin sample pack ya ndani. Nikapiga hii 707 ride, nikapiga hii VT crash na nikapiga kick ambayo ni hapa. Sasa kwa pamoja vikawa vina sound hivi. Sasa baada ya kupiga hivyo vitu vyote, kitu ambacho nilikuja nikipiga kingine ambacho ndo kilianza kuleta ladha ya beat yangu kilikuwa ni hiki hapa. Hiki nilikipiga kwenye Nexus, ambapo nilichagua ili Nexus 2. Sasa hivi kuna Nexus mpaka Nexus 5, lakini mimi natumia Nexus 2. Nexus 5 nimepoteza zile content library, kwa nikizipata nitarudisha Nexus 5 yangu, na ndio maana hapa ukiona kwenye hizi stock plugin na Nexus hii hapa ambayo ni Nexus 5, lakini library zake nimezipoteza, kwa ndo maana sijaitumia. Nimeamua kutumia Nexus 2. Kwa baada ya hapo sasa nilichokifanya nikachagua hapo kwenye plug kama nilivyosema. Baada ya kuchagua plug nikachagua hii PL UK Pike, afu nikaipunguzia delay pamoja na reverb hapa ili iweze kusound vile ninavyotaka. Baada ya kuipiga nilipiga ikiwa kwenye key ambayo ni D minor. Sasa kabla ya kuisikiliza kwanza nataka niwaonyeshe kitu ambacho nilikifanya hapo. Nilienda hapa kwenye hiki kalamu unachokiona hapa kama cha muziki, unabonyeza kulia kwako unatangulia kwanza kuchagua kitu kinaitwa minor natural Aeolian, afu baadaye ndo nikachagua D minor. Kwa hata nikiwa napanga hapa kodi zangu au vitu vyangu hapa, itanipeleka kwenye D minor peke yake, kwa sitakuwa na uwezo wa kufanyaje kuchanganya. Na ndio maana hapa unaona kuna hii D minor, hii kuna D minor tena hapa, ili tu kunirahisishia mimi pale ninapokuwa nafanyaje nachora huku kwenye piano roll. Kwa baada ya kufanya hivyo ndo nikapiga kitu kina sound hivi. Kwa baada ya hapo sasa nikapiga hicho kitu, lakini baada ya kupiga hicho kitu nikaja nikapiga pad ambayo nilipiga pia kwenye Nexus. Nikachagua kwenye single layer pads, nikachagua hii PD ambient pad 3 ambayo yenyewe ikawa ina sound hivi, pamoja na ngoja nizime hiyo kwanza ili tusikie pad yenyewe ilikuwa ina sound vipi. Ikawa ina sound hivi. Kwa hii ndio ilikuwa ina sound hivyo hiyo pad. Lakini kitu kingine ambacho nikaja nikakiongezea hapo kabla ya kupiga bass, nikapiga kitu ambacho kwenye Compa sasa ndio kinaleta ile ladha. Usipokuwa na contact, wengi wanatumia sana contact kupiga hizi beat za Compa, lakini kwa mimi nikatumia expand. Kwenye expand pale nikachagua kwenye guitars, nikachagua hii clean electric guitar, lakini sasa ili niweze kupata sound ambayo ni tofauti nikaibonyeza hii hapa, nikaenda hapa mwanzoni nikabonyeza, nikaenda kwenye kuruti kwenye free mixer track ili niweze kuongezea vitu
vingine. Sasa nilivyoongezea hapa, kwanza niliweka ikaenda kulia ili sauti yake itokee kulia, nikaipani yani, lakini pia nikaongezea kitu kinaitwa fruit fringers, ambapo hapa nikachagua kitu kinaitwa modulation, nikaifanyia modulation ili iweze kupata hii sound ambayo naenda kusikilizisha hapa. Baada ya kuifanyia hivyo vitu vyote sasa, kwa sound ya hicho kitu kina sound hivi. Umeona mwanzoni ilikuwa ina sound hivi. Hii sound ya mwanzoni ilikuwa ina sound mimi sikuipenda, nikaamua kuiwekea nini fringers. Kwa hiyo mwanzoni kama unavyoisikia ina sound, lakini baada ya kuiwekea hii fruit fringers nikaona sound inayotoka ni nzuri zaidi, kwa hiyo ikawa ina sound hivi. Kwa hicho ndicho nilichokifanya, lakini hivyo vitu vingine nilivyokuonyesha nikavipani kushoto kulia, kushoto kulia, vingine nikavipunguzia sauti kama unavyoona hivi, kulingana na jinsi ambavyo nausikiliza mziki wangu. Kwa baada ya hapo sasa nikaja nikaongezea kitu kingine ambacho ni nini? Ni bezi. Bezi yangu mimi ilikuwa ina sound hivi. Hiyo ndo bezi ambayo nilipiga simple kabisa, sikutaka mambo yawe mengi. Lakini sasa nilikuwa nataka niendelee kupiga biti kwa kupiga zile strings za kompa, lakini nikawa nimeishia hapo. Muda ulikuwa kidogo nimebanwa na kazi nyingine, kwa nikaishia hapo. Lakini nilikuwa nimeshaweka hii stock plugin ambayo ni plugin ya ndani ya FL Studio inaitwa Morphine, ambapo kwenye Morphine kuna string ambayo inafanana na zile string wanazopiga kwenye biti za kompa ambazo zipo kwenye contact. Lakini hapa wewe ili uweze kuipata utafungua hiyo Morphine, utaenda kwenye leads, afu utachagua kitu kinaitwa LED Machina, LED Machina. Hii hapa LED Machina. Kwa kumbe utachagua kwenye leads, utachagua hii namba 21 LED Machina, na hiyo sasa ina sound hivi. Kwa hivyo ndivyo inavyo sound, ambapo ina sound sawa kabisa na vile string ambazo wanazipiga kwenye biti za kompa kwa kutumia contact. Kwa kama una contact unaweza kutumia hii hapa. Kwa baada ya hapo sasa beat yangu, baada ya kufanya hivyo vitu vyote nilivyokuonyesha, tukivisikiliza kwa pamoja. Kwanza tuanze kwa kusikiliza percussion jinsi ambavyo itakuwa inasikika, lakini pia baada ya kuunganisha hivyo vitu vingine nilivyoviongezea, kwa percussion yetu itakuwa inasikika hivi. Haya, hiyo ni percussion. Kwa baada ya hapo kitu kimoja kimoja kwa kuongezea hii
hapo unaweza, nakumbuka mimi wakati najifunza kutengeneza beats nilikuwa nikiona mtu akifanya kama hivi, na uwezo wa kukariri hizi notes zote alizozipiga hapa nikazihamishia, yani nikaiba ile kodi progression aliyoipiga na mimi nikaenda nikafanyaje, nikaipiga. Nilikuwa na kariri kwamba alianza kwenye D yenye hashtag ambayo ni D yenye alama cha hashtag, akaenda labda F, akaenda A yenye hashtag, akarudi kwenye G hapa yenye hashtag, akaenda kwenye B ambayo sio aina hashtag, akaenda kwenye D6 au kwenye D yenye nini, yenye hashtag. Kwa hata wewe unaweza ukakaa ukadownload hii video ukachora hata kwenye karatasi, ukaangalia tempo, ukaangalia hii kodi na ukaendelea kupiga ukiwa hapo nyumbani kwako. Kwa hivyo ndivyo ambavyo beat yangu ilizidi kupata ladha ya ukompa kwenye kitu cha kwanza, lakini pia nikaja nikaongeza kitu cha pili ambacho ikafanya beat yangu isound hivi. Kwa hapo baada ya kuongeza pad, lakini pia nikaja nikaongeza hii kitu ambacho nilipiga kwenye expand na kikaongeza ladha zaidi, ambapo beat yangu ikawa ina sound vizuri zaidi. Haya, hivyo ndivyo ambavyo ikawa ina sound, lakini mwisho kabisa nikaongeza na bass ikawa ina sound hivi. Kwa hapo unaona kabisa yetu imeleta ile ladha ya ukompa ambao nilikuwa nausema. Unaweza sasa ukaendelea kufanya vitu vingine, lakini beat yetu inaleta ile ladha kwamba producer huyu amepiga beat ya kompa. Kwa leo naomba tuishie hapo. Kama nitaimalizia hii biti mapema, basi nitaileta kwenu ili muone jinsi ambavyo hata hizo strings za kompa zilikuwa zina sound vipi na biti mwisho wa end product ilikuwaje. Lakini kwenye video inayofuata nitakuonyesha basi jinsi ya kuweza kudownload plugins zote yoyote unaoitaka wewe. Achana na wale wanaosema wanakuzia plugins, si fanya donation kwa ajili ya kuweza wewe kutumiwa hizo plugins. Mimi nakupa njia ambayo maproducer wengi wanapata hizo plugins. Wanaonunua plugins ni wachache sana, wengi wanatumia cracked ambazo zinapatikana bure kabisa. Kwa hata mimi nitakuonyesha namna ambavyo unaweza kuzipata kwa urahisi. Unachotakiwa tu ni wewe kuwa na disk yako ambayo ni kubwa, kwa sababu kuna nyingine ni kubwa zinahitaji space kubwa, lakini pia ningekushauri uwe na sehemu ambayo unaweza ukaconnect na wifi. Itakuwa ni rahisi zaidi wewe
kudownload vitu vyenye ukubwa mkubwa, mfano kuanzia GB 50 huko kwenda mbele kwa urahisi. Kwa leo naomba tuishie hapo.